Mkoa wa Kagera kwa kipindi cha kutoka Julai 2025 hadi sasa hivi imeweza kuwasilisha kesi 61 mahakamani, na katika kesi 61 tulizoziwasilisha mahakamani, kesi 52 zilitolewa maamuzi, na katika kesi 52 zilizotolewa maamuzi, kesi 50 TAKUKURU ilizishinda mahakamani, ambazo ni sawa na 97% ya kesi ambazo ziliamuliwa na mahakama, na tulishindwa kesi 2 tu ambazo ni sawa na 3%, na kesi 9 bado zinaendelea mahakamani. Kutokana na TAKUKURU kushinda kesi 50 mahakamani, ilipelekea mahakama kutoa maamuzi ya kurejeshwa kwa shilingi milioni 624,612,385. Ndio maana tunasema rushwa hailipi. Na fedha hizi ambazo zimeambiwa zirejeshwe sio zile faini ambazo wanaambiwa faini ambazo wanapewa washtakiwa, bali ni baada ya kutolewa maamuzi, mahakama inatoa maelekezo kwamba fedha hizo zirejeshwe. Mfano, wiki 2 zilizopita tulifungua kesi katika wilaya ya Kyerwa. Wale washtakiwa walitiwa hatiani na wakaambiwa warejeshe shilingi milioni 434 kwa wakulima wa kahawa, na hadi sasa wamesharejesha shilingi milioni 350, bado shilingi milioni 84 tu. Biharamulo, fika pale Biharamulo kuna taa zilitengenezwa wakaweka chini ya kiwango, wakaweka voti, badala ya voti 145 wakaweka voti 100, wakapelekwa mahakamani kwa kosa lile. Nao wameelekezwa warudishe zile taa, wazirudishe upya zenye thamani hiyo. Ndiyo maana TAKUKURU imeweza kuokoa jumla ya shilingi milioni 624,612,385 kutokana na kushinda kesi ile. Kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026 tumeweza kupokea malalamiko 132, na katika malalamiko hayo 132, malalamiko 83 yalikuwa yanahusu rushwa na malalamiko 49 yalikuwa hayahusu rushwa. Kwa yale malalamiko 49 ambayo yalikuwa hayahusu rushwa, watu wale walishauriwa na wakaenda kupewa ushauri sehemu zingine, lakini malalamiko yale 83 ambayo yalikuwa yanahusu rushwa yalifanyiwa kazi, na kati ya hayo 12 yameshapelekwa mahakamani, ndio hizo ambazo tumezitaja, na mengine bado yanaendelea kwenye hatua za uchunguzi mahakamani. Aidha, ametoa wito kwa wasimamizi wa miradi yote na wananchi kwa ujumla kuendelea kusimamia miradi inayotekelezwa katika maeneo yao ili kubaini changamoto zozote zinazoweza kujitokeza, na kuwaomba kutimiza wajibu wao wa kukataa rushwa na kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa. TAKUKURU mkoa wa wilaya ya Kyerwa imesaidia kurejesha jumla ya shilingi milioni 30 zilizotokana na mikopo kwenye kikundi cha wanawake, kikundi cha ufugaji wa wanawake cha ufugaji wa nyuki za wanawake kilichokuwa katika kata ya Katera. Fedha hizo zinatokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Kikundi hicho kilipokea fedha kupitia akaunti yao, akaunti namba 3590001075 iliyopo katika benki ya NMB tarehe 18 mwezi wa pili 2026, na baada ya kuonekana kutimiza masharti ya mkopo. Lakini baada ya TAKUKURU kufanya uchunguzi, tulibaini kuwa fedha hizo milioni 30 ambazo hicho kikundi kilitumika kama kimvuli ili kujipatia fedha hizo shilingi milioni 30, kwa sababu kikundi hicho cha ufugaji wa nyuki cha wanawake cha kata ya Katera kilitumiwa na Bwana Benjamin Bantazari kama kimvuli, kwa sababu waliotakiwa kuomba mkopo walipaswa kuwa wanawake, ndio wenye sifa ya kupewa ule mkopo, ila yeye akakitengeneza kile kikundi cha wanawake na kupatia akaunti. Fedha zile zikatolewa wakapewa mkopo kwa kigezo kwamba wanapewa kile kikundi cha wanawake, lakini zile fedha zikaingizwa kwenye kile kikundi, baadaye zikahamishwa zote kama zilivyo, zikaingizwa kwenye akaunti namba 01J 2034984900, akaunti inayomilikiwa na Bwana Benjamin
Bantazari, na baadaye ilithibitika kwamba fedha zile alizitumia zote kwa matumizi yake binafsi. Kwa kubaini kasoro hizo, TAKUKURU wilaya ya Kyerwa ilielekeza fedha hizo zirejeshwe katika akaunti ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa ili wenye sifa ya kupewa hiyo mikopo waweze kupatiwa. Na mpaka sasa hivi fedha hizo zote zimesharejeshwa katika akaunti ya wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa na hatua za kisheria dhidi ya mtuhumiwa zinaenda kuchukuliwa. Wakati huo ninatoa shukrani kwa wananchi wa mkoa wa Kagera wanaoendelea kutupatia ushirikiano, lakini pia kipekee tunatoa shukrani kwa mahakama ambayo imeendelea kusikiliza maamuzi. Imesaidia kwamba mshtakiwa au mtuhumiwa wa rushwa anapotiwa hatiani asifaidike na zao la rushwa. Ndiyo maana inatoa mamlaka, inatoa amri ya kuwarudisha zile fedha ili yule mtu ule mshtakiwa aliyohukumiwa, aliyotiwa hatiani asifaidike na rushwa. Timizeni wajibu wenu wa kukataa rushwa na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi ya TAKUKURU. Niwakumbushe kuwa TAKUKURU haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa katika maeneo yao ya kazi.